Jambo na karibu katika taarifa yetu ya habari za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 8 mwaka 2026. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufuatilia habari kupitia Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine tunasema unajiabone na comment vile vile una partage. Tunakaribisha katika taarifa yetu ya habari ambapo tutakujuza nini kinachoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan habari za vita vinavyoendelea kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo, wakipambana na makundi ya waasi wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya asubuhi. Karibu. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako wale usalama wanaendelea kuzua wasiwasi katika kijiji cha Murimbi kilichopo katika groupement ya Tongo Sheferia Bwito wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini, baada ya watu wenye silaha wasiojulikana kuvamia makazi ya wananchi usiku wa kuamkia Jumamosi. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo lilianza majira saa 4 usiku ambako washambuliaji walivamia nyumba kadhaa kwa nguvu kwa kuvunja milango kabla ya kupora mali mbalimbali za wakazi. Miongoni mwa vitu vilivyoibiwa ni fedha taslimu, simu za mikononi, mifugo pamoja na mali nyingine za samani. Katika shambulio hilo, mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 13 alijeruhiwa vibaya kwa risasi. Alikimbizwa kwa haraka katika kituo cha afya kwa ajili ya kupewa matibabu, huku taarifa kuhusu hali yake ya kiafya ikiendelea kusubiriwa. Tukio hili limeongeza hofu miongoni mwa wakazi wa Murimbi, hasa kutokana na kwamba limetokea siku moja tu baada ya uvamizi mwingine wa aina hiyo kuripotiwa katika kijiji jirani cha Luya. Wakazi wanasema matukio haya yanaonyesha kuongezeka kwa ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Wananchi pia wameeleza kushangazwa na kuendelea kwa mashambulizi hayo licha kuwepo kwa vituo vya vikosi vya usalama katika maeneo hayo. Wanasema hali hiyo inahitaji hatua za haraka ili kurejesha amani ya wananchi na kulinda maisha pamoja na mali zao. Kutokana na hali hiyo, wakazi wa Murimbi wamezitaka mamlaka husika kuimarisha ulinzi kwa kuongeza idadi ya askari na kufanya doria za mara kwa mara katika vijiji vya Ruchuru vinavyokabiliwa na vitendo vya uhalifu. Wanaamini hatua hizo zitasaidia kuzuia mashambulizi mengine na kuhakikisha wananchi usalama unaohitajika. Kwa sasa kuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu utambulisho wa washambuliaji au kukamatwa kwa watu waliohusika na tukio hilo. Uchunguzi unaendelea huku wananchi wakisubiri hatua madhubuti kutoka kwa vyombo vya dola ili kukomesha wimbi la uhalifu katika eneo hiyo. Hiyo ndio ilikuwa ripoti kuhusu kuongezeka kwa matukio ya uvamizi na ujambazi wenye silaha katika kijiji cha Murimbi wilayani Ruchuru mkoani Kivu Kaskazini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuendelee na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako mvutano wa kiusalama unaendelea kushuhudiwa katika eneo la mashariki mwa DRC ambako taarifa kutoka eneo la Bugore katika eneo la Kavumu mkoani Kivu Kusini zinaeleza kuwa ngombe 36 wanaomilikiwa na wafugaji raia walichukuliwa kufuatia mapigano yaliyotokea Jumapili tarehe 2 Agosti mwaka 2026. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo, tukio hilo limetokea katika kijiji cha Mbayo ndani ya groupement ya Bugore kaskazini mashariki mwa mji wa Bukavu. Taarifa hizo zinadai kuwa mifugo hiyo imechukuliwa na wapiganaji wa AFC M23 baada ya mapigano makali kati ya kundi hilo na wapiganaji wa Wazalendo waliokuwa wakisaidiwa na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo ni FARDC. Mashahidi wanasema baada ya mifugo hiyo kukusanywa ilipelekwa kuelekea eneo la uwanja wa ndege wa Kavumu. Hata hivyo hadi sasa haijulikani mifugo hiyo ilipelekwa wapi baada ya kufikishwa katika eneo hilo na hatima yake bado haijathibitishwa. Kwa upande mwingine, viongozi wa M23 hawajatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo. Hivyo taarifa hizo bado zinategemea ushuhuda wa vyanzo vya ndani na kuthibitishwa na upande unaotuhumiwa. Tukio hili limeongeza wasiwasi kuhusu usalama na athari za mapigano kwa raia, hususan wafugaji na wakulima ambayo mara nyingi hupoteza mali zao wakati wa migogoro yenye silaha. Mashirika ya kiraia yamekuwa yakisisitiza umuhimu wa kulindwa kwa raia na mali zao kwa kuzingatia sheria za kibinadamu na za kimataifa. Kwa sasa hali ya usalama katika maeneo ya Kavumu na Bugore inaelezwa kuwa bado ni ya tahadhari, huku wananchi
kufuatilia kwa karibu maendeleo ya mapigano na kuhofia kuendelea kwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha maisha na mali zao. Hiyo ndiyo ilikuwa ripoti yetu kuhusu tukio la Bugore, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuzua hofu katika jimbo la Kivu Kusini baada ya mwanamke mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi usiku wa tarehe 27 kuamkia tarehe 28 Julai mwaka 2026 katika kijiji cha Lomera kilichopo katika groupement ya Lui wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini. Kwa mujibu wa mashahidi watu wa eneo hilo, watu wenye silaha waliokuwa wamevalia sare za kijeshi ambao utambulisho wao bado haujathibitishwa walivamia eneo hilo usiku wakidaiwa kutafuta fedha, simu za mkononi na madini ya dhahabu kutoka kwa wakazi. Mashahidi wanasema baada ya washambuliaji au kutokupata mali walizokuwa wakizitafuta, walifyatua risasi zilizompata mwanamke mmoja aliyefahamika kwa jina la Charlotte Bahati Manegabe, maarufu kwa ndugu na marafiki zake kama vile dada. Inadaiwa alifariki dunia papo hapo kabla ya washambuliaji au kutoroka kuelekea kusikojulikana. Kifo cha Charlotte Bahati kimeacha majonzi makubwa miongoni mwa wakazi wa Lomera ambao wanasema matukio ya mashambulizi dhidi ya raia yamekuwa yakiongezeka katika eneo hilo. Wananchi wanaeleza hofu yao kuhusu usalama na wamezitaka mamlaka pamoja na wadau wanaohusika na ulinzi wa raia kuchukua hatua za haraka ili kuzuia mashambulizi mengine. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, eneo la Lomera kwa sasa linaripotiwa kuwa chini ya udhibiti wa M23. Hata hivyo hadi sasa hakuna ushahidi wa kuthibitisha utambulisho wa watu waliohusika na shambulio hilo na hakuna tamko rasmi iliyotolewa kuhusu tukio hilo kutoka kwa upande unaodhibiti eneo hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa kuendelea kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya raia kunazidisha hali ya hofu na changamoto za kibinadamu katika maeneo yenye migogoro ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanasitiza umuhimu wa uchunguzi wa kina ili wahusika wafikishwe mbele ya sheria na hatua zichukuliwe kulinda maisha ya wananchi. Hadi sasa uchunguzi kuhusu tukio hilo inaendelea huku familia ya marehemu na wakazi wa Lomera wakisubiri haki itendeke na mazingira ya usalama iboreshwe. Tuende na habari kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Kavumu wilayani Kabare mkoani Kivu Kusini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Taarifa zilizopatikana zinaeleza kuwa wakazi wa kitongoji cha Buliriko wameanza kukimbia makazi yao kutokana na hofu ya kuzorota kwa usalama. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo hilo, harakati za wakazi kuondoka zilianza mapema Jumapili asubuhi ambako familia nyingi zilielekea katika maeneo ya Bahandaanda na Nzizi wakitafuta usalama. Wakazi hao wamesema wameamua kuondoka baada ya kile kinachodaiwa kuwa kuanzishwa kwa kambi ya kijeshi inayohusishwa na wapiganaji wa muungano wa M23 katika eneo hilo siku moja iliyopita. Mvutano huo umeongezeka kufuatia mlipuko mikubwa iliyosikika mapema asubuhi ya Jumapili, ingawa chanzo cha mlipuko hiyo bado hajathibitishwa rasmi. Sauti hizo zimezidisha hofu miongoni mwa wakazi ambao tayari walikuwa wakiishi kwa wasiwasi kuhusu uwepo wa vikosi vya kijeshi karibu na makazi yao. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyothibitisha iwapo mapigano yamezuka au kama kuna watu waliopoteza maisha au kujeruhiwa kutokana na tukio hilo. Hata hivyo, viongozi wa eneo hilo pamoja na wananchi wanaendelea kufuatilia kwa karibu maendeleo ya hali hiyo huku akihofia uwezekano wa mapigano mapya. Kavumu ni maeneo ambayo yamekuwa yakikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu kutokana na shughuli za makundi yenye silaha katika jimbo la Kivu Kusini. Mara nyingi hali kama hii husababisha wananchi kukimbia makazi yao kwa hofu ya kukumbwa na mapigano au madhara mengine ya kivita. Kwa sasa wakazi waliondoka Buliriko wanaendelea kutafuta hifadhi katika maeneo ya jirani huku wakitumaini hali ya usalama itarejea ili waweze kurudia manyumbani kwao. Wakati huo mamlaka husika zinatarajiwa kutoa taarifa rasmi kuhusu hali halisi ya usalama katika eneo hilo na hatua zitakazochukuliwa kuhakikisha ulinzi wa raia. Hiyo ndio ilikuwa ripoti ya habari kutoka huko Kavumu ambako hofu ya usalama imewalazimu wakazi wengi kuondoka makwao kutafuta
kutafuta hifadhi katika maeneo mengine baada ya taarifa za kuanzishwa kwa kambi ya kijeshi na kusikika kwa milipuko mikubwa ya risasi asubuhi ya leo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha na kuingia moja kwa moja na habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea huko pembe zote za dunia. Karibu. Amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi ama ICU Kanasi. Na tunaanzia huko Mashariki ya Kati ambako tunaarifiwa jioni hii kwamba jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema kuwa leo limeshambulia kambi ya kijeshi ya Marekani nchini Jordan na kuziharibu ndege 3 za kivita chapa F-35 ikiwa ni hatua ya kujibu shambulizi kubwa la Marekani dhidi ya Iran lililofanyika mapema leo asubuhi. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Taarifa iliyotolewa na kikosi cha IRGC imeeleza kuwa mapema alfajiri Marekani ilifanya shambulizi la anga dhidi ya Iran kwa kutumia kambi zake za kijeshi ambalo lilishambulia nyumba 2 katika kisiwa cha Keshem nchini Iran na kuwaua watu 3 wa familia moja akiwemo mtoto na kuwajeruhi watoto wengine 2. Taarifa hiyo imeeleza kuwa leo asubuhi kikosi cha anga cha jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Iran kilirusha makombora kadhaa yaliyolenga njia za kurukia na kutoa ndege pamoja na hanga za matengenezo ya ndege za kivita za Marekani chapa F-35 katika kambi ya kijeshi ya Marekani iliyopo Azraq, Jordan. Kulingana na IRGC, ndege hizo 3 ziliteketezwa kabisa na 3 nyingine zimeharibiwa vibaya. Shambulizi hilo pia limesababisha vifo vya maafisa kadhaa wa jeshi la Marekani, wahandisi pamoja na mafundi mitambo. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Marekani Pentagon haikutoa mara moja maelezo kuhusu shambulizi baada ya kuombwa kufanya hivyo. Katika hatua nyingine, wachambuzi wanasema kuwa shambulizi la droni kwenye bandari ya Damietta nchini Misri linaweza kuwa linapeleka ujumbe wa hatari kubwa kwa maslahi ya Marekani kote Mashariki ya Kati. Meli ya kuhifadhia gesi inayomilikiwa na kampuni ya Marekani imeshambuliwa katika shambulizi la kwanza kufanywa dhidi ya Misri tangu kuzuka kwa vita vya Mashariki ya Kati. Huku haya yakijiri, Iran huenda ikapokea shehena ya makombora 400 ya kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga kutoka China katika wiki zijazo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters ambalo limevinukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu kuhusu makubaliano hayo, mpango huo unahusisha ununuzi wa mifumo ya kujikinga na mashambulizi ya anga chapa Manpads kati ya 300 hadi 400, ikiwemo makombora aina ya QW-12 na FN-16 yaliyotengenezwa nchini China kwa thamani ya dola milioni 60 hadi 70 za Marekani. Reuters imeuelezea mpango huo kuwa ni moja ya juhudi kubwa zaidi zinazojulikana za Iran za kuimarisha uwezo wake wa ulinzi wa anga, eneo ambalo udhaifu wake umeonekana wazi tangu kuzuka kwa vita kati yake na Marekani na Israel. Wizara ya Ulinzi ya China imeelezea ripoti ya Reuters isiyo na msingi wowote wa ukweli na kusisitiza kwamba Beijing imekuwa ikichukua hatua kwa uthabiti katika kuhimiza amani na kumalizika kwa mzozo huo. Alipoulizwa kuhusu mpango huo katika mkutano na waandishi wa habari hii leo mjini Beijing, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya China pia alisisitiza kwamba hafahamu kuhusu suala hilo. Wakati huo huo, Iran imesema mazungumzo kati yake na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaendelea. Na tukiachana na mzozo huo unaoendelea huko Mashariki ya Kati, tunaelekea sasa huko Afrika Mashariki ambako tumearifiwa hii leo kwamba kiongozi wa upinzani nchini Uganda Dr. Kizza Besigye amelazwa katika kitengo cha wagonjwa mahututi baada ya kudondoka na kuzirai akiwa kizimbani jana, siku ya jana. Taarifa zaidi ni kutoka kwa Josephat Charo. Kulingana na mke wake mhandisi Winnie Byanyima kupitia ukurasa wake wa X, wakati Besigye alipokuwa akipaza sauti akipinga kutotendewa haki na Jaji Emmanuel Baguma katika kesi inayomkabili, aliishiwa na nguvu na kudondoka. Maafisa wa magereza walimkimbiza katika hospitali kuu ya rufaa ya Mulago ambako hadi sasa yuko chini ya uangalizi wa madaktari akiwa hanafahamu. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF Dr. Lulume Bayiga amesema serikali itawajibika. How can you refuse to listen to a man representing? Unawezaje kukataa kumsikiliza mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani?
Unashindwaje kutoa jibu kuhusu masuala ya kikatiba ambayo mtu anayejiwakilisha mwenyewe mahakamani ameyaibua? Umma ulishuhudia kisa cha Besigye mitandaoni kuanzia alipoanza kumkemea jaji kwa kufanya kila hila ili amhukumu kifo. Besigye alianza kutoa matamshi hayo wakati mmoja kati ya mashahidi raia wa Marekani alipokuwa akitoa ushahidi kuhusu jinsi Besigye na wenzake walipokuwa wakipanga njama ya kuipindua serikali ya Rais Museveni. Kaimu rais wa chama cha Besigye PFF, Dr. Lumule Bayiga anasema, ni hisia ya aibu kubwa kwa Jaji Baguma kwamba baada ya kumlazimisha Besigye kusikiliza jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo jambo ambalo yeye alikataa kulifanya, koti imelazimika kusimama bila hata kuahirishwa. Hadi wakati wa kuandaa taarifa hii, viongozi na wafuasi wa chama cha Kizza Besigye cha People's Front for Freedom PFF wameitisha mkutano na waandishi habari kuelezea hatua wanazolenga kuchukua. Tamko la Dr. Besigye la mwisho kabla ya kuzirai mahakamani ni kwamba kamwe hatokubali kurudi mahakamani na jaji huyo akipenda atoe hukumu yake almradi wao wako gerezani. Jaji huyo alijivuta taratibu kuondoka mahakamani bila kutoa tamko lolote, jambo ambalo liliwashangaza wengi, wakihoji kama jaji huyo amekosa utu kumshuhudia mshtakiwa akidondoka kizimbani. Haya ni hayo ambayo yanaendelea huko nchini Uganda. Na huko Tanzania, vyama vya siasa vimesema haviwezi kusherehekea wala kupongeza hatua ya jeshi la polisi nchini humo kwa kutangaza kuwa kuanzia sasa liko tayari kupokea taarifa za vyama vinavyotaka kufanya mikutano ya hadhara. Vyama hivyo vinasema marufuku iliyotangazwa ili kuwa batili na ili kwenda kinyume cha katiba na sheria za nchi. George Njogopa ametuarifu zaidi. Jeshi la polisi lilitangaza tu hapo jana kwamba hali ya nchi ni shwari na kwamba vyama vinavyotaka kufanya mikutano vianza kupeleka taarifa zake kwa jeshi hilo. Msemaji wa jeshi hilo David Misime alitoa taarifa hiyo ikiwa ni saa chache baada ya waziri wa mambo ya ndani kueleza kwamba Tanzania ilikuwa ikabiliwi na tishio lolote la kigaidi. Jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano, hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya. Tangazo la polisi linaonekana kupokelewa katika hali ya ukosoaji mkubwa na vyama vya siasa vinavyoona kwamba mamlaka zilijitwika jukumu linalopingana na matakwa ya katiba. Vinasema mikutano hadhara pamoja na mikusanyiko ya watu ni miongoni mwa mambo yaliyobainishwa bayana ndani ya katiba na kwamba hatua yoyote inayokwenda kinyume chake ni uvunjifu wa katiba yenyewe. Alipozungumza na DW, makamu mwenyekiti wa chama cha ACT Wazalendo Tanzania Bara Isiaka Mchinjita alikosoa pia hatua ya waziri wa mambo ya ndani kutumia uwanja wa bunge kutangaza uamuzi wa kuzuia mikutano ya vyama vya siasa. Alisema jambo hilo mbali ya kuzuia ukakasi, lakini pia linashindwa kutoa uwiano kuhusu mipaka ya utendaji wa serikali na muhimili wa bunge. Alisisitiza iwapo chama hicho kitaanza tena shughuli zake za mikutano, moja ajenda itayopelekwa kwa wananchi ni ile inahusu kubinywa kwa uhuru wa maoni. Lakini moja kati ya mambo ambayo tutaweka wazi kwa raia ni kwamba huu ni mwendelezo wa kuminywa kwa haki za kiraia, jambo ambalo linahitaji bado wananchi kushikamana kuhakikisha kwamba haki zao za kiraia haiwi ni jambo jepesi kutwaliwa na mtu yeyote kwa maslahi yake. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema macho katika mikutano yake iliyokuwa ikiendelea ilibeba ajenda ya katiba mpya pamoja na kuachiliwa huru kwa mwenyekiti wake Tundu Lissu. Kimesema kina sababu ya kusherehekea tangazo hilo la polisi. Kinasema uamuzi wa waziri kuzuia mikutano ya vyama vya siasa ulikuwa ni batili na hivyo hakiwezi kukaribisha tangazo la jeshi la polisi. John Kitoko ambaye ni mkurugenzi wa masuala nje wa chama hicho anasema mamlaka za dola zinapaswa kuheshimu utawala wa kisheria na ule unaozingatia katiba. Kwa hiyo sisi wala hatusherehekei, ni kwamba wao walivunja katiba na wanapaswa kuwajibika kwa hilo. Na huyo waziri ambaye alitoa hilo tamko hana mamlaka hayo kikatiba.
Tangazo la polisi kuwa tayari kupokea taarifa za vyama vya siasa kuhusu mikutano hadhara limekuja baada ya kushuhudia kamata iliyoendeshwa na jeshi hilo ikiwalenga wale waliosema ni wahalifu, ikiwemo pia wale waliopanga kufanya maandamano Julai 7. Hatua hiyo ililaniwa vikali na baadhi ya wakosoaji wa mambo, huko chama cha Chadema kikitaja kuwepo kwa idadi kubwa ya wanachama wake waliokumbwa na operesheni hiyo. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW.